Jina langu naitwa Asia Alfan Omar, ni mkurugenzi na mwanzilishi wa taasisi ya Mpakani Tunaweza Organization. Mpakani Tunaweza Organization kama tunavyofahamu ni taasisi isiyo ya kiserikali, isiyolenga kupata faida binafsi. Lengo lake ni kuhakikisha jamii inatimiza malengo yake kwa kupitia rasilimali zilizopo. Mpakani Tunaweza Organization inafanya shughuli mbalimbali za kijamii ikiwemo kuwasaidia watoto wenye mahitaji maalum, watoto walemavu na yatima, vijana kwenye kuunda majukwaa ya vijana, pamoja na wanawake kwenye haki za kupata elimu za ujasiriamali. Tunafanya hivyo, wanajifunza cherehani bure kabisa kwa kupitia rasilimali zilizopo za Mpakani Tunaweza Organization. Lakini vile vile kupunguza HIV, yani kwa kushirikiana na manispaa ya Ubungo tunafanya kupunguza kwa kutoa elimu za matumizi sahihi ya kondom ili kupunguza HIV kwa wale wanaochipukia. Mpakani Tunaweza Organization kwa siku ya leo tarehe 5 mwezi wa 6 imepata ugeni kutoka taasisi inaitwa GSI, yani Jamii Salama Initiative. Jamii Salama Initiative walikuja kutoa elimu mbalimbali za mambo ya ukatili wa kijinsia, na kuona namna gani ukatili wa kijinsia unatokomea kabisa kwa kupitia elimu na rasilimali zinazotuzunguka. Ikiwemo rasilimali zinazotuzunguka ni elimu bila mipaka. Elimu bila mipaka ni elimu ambayo inakuwa inaendelea. Yaani kwa mfano kama leo Mpakani pamoja na ustaff wake umefundishwa namna gani unaweza kuandaa policy, yani mwongozo wa namna ya kuziendesha jamii kwenye mambo ya ukatili wa kijinsia, namna gani ya kupambana na ukatili wa kijinsia, namna gani ya kutunza ushahidi na vitu mbalimbali. Lakini namna gani ya kutokuogopa ili kuweza kumsaidia mtu ambaye amepatwa na ukatili wa kijinsia. Mpakani Tunaweza Organization ikiwemo mimi hapa kama mkurugenzi wa Mpakani Tunaweza Organization tumefurahi sana, na staff pia kama sehemu ya counseling, lakini hiyo elimu pia tulikuwa tunayo, lakini leo tumejifunza zaidi kutoka GSI. GSI ni shirika ambalo linadili na makundi tofauti. Fomu yao unaipata online kama unahitaji pia, lakini pia wana deadline ya kuapply kwa vitu. Lakini nadhani sasa hivi imefikia wakati wa wale walio apply miezi 2 iliyopita wanawapitia na kuwapa elimu tofauti ikiwemo mambo ya abuse and harassment kwenye maofisini na wafanyakazi wao. Lakini vile vile Mpakani Tunaweza Organization imepata cheti ambacho nichi hapa, cheti cha Mpakani Tunaweza Organization kwa ajili ya tukio la leo. Maana yake tumefuzu kwenye elimu tuliyopata leo, lakini vile vile kuona namna gani tunaweza tukatunza kumbukumbu kwa kupitia cheti hichi hapa. Tumefurahi sana GSI ambao ni shirika la inaitwa OVA, Our Voice Against Harassment. Shirika hili linaitwa OVA kwa kushirikiana na GSI. Wamekuja kutufanyia capacity kwenye mambo ya mwongozo au policy za kijamii. Nashukuru sana, na leo tumehitimisha kwa staili hii hapo, lakini niase sana jamii yetu. Tunapokuja na mambo tofauti watupokee ili waweze kututumia vilivyo. Maana yake tunapotoa elimu basi ile elimu iwe ni elimu endelevu. Sisi tunapotoa na wao watoe kwenye jamii na kaya zile ambazo zinapitia mambo ya ukatili wa kijinsia. Kuna familia ambazo zinapitia ukatili wa kijinsia, kuna mashuleni watoto wanapitia ukatili wa kijinsia, kuna makazini watu wanapitia ukatili wa kijinsia, hata wake na waume zao wanapitia ukatili wa kijinsia. Ile ndo hawezi kusema, lakini kwenye hili naomba waseme. Niko hapa kama mwanaharakati ambaye napenda tabasamu lililopotea lirudi kwa kupitia taasisi ya Mpakani Tunaweza Organization. GSI kwa kushirikiana na Mpakani Tunaweza Organization. Leo tumepata huduma ya lishe ya ubongo. Tunasema hivi, elimu bila mipaka. Tukiwezeshana tunafanya nini? Tunaweza. GSI kwa kushirikiana na Mpakani, tukiwezeshana tunaweza. Tumesema ukatili wa kijinsia hauwezekani. Tunaweza kupinga? Tunaweza? Hatuwezi? Tunaweza. GSI tukiwezeshana tunaweza. Mpakani tunaweza tukiwezeshana tunaweza.